Waziri wa Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana, Dr. Joel Nanauka, amewataka vijana kujitokeza katika shindano kubwa la kitaifa lenye lengo la kutoa suluhisho ya mambo yanayoikabili jamii. Leo niko hapa mbele yenu kuwatangazia vijana wote wa Kitanzania kwamba baada ya mashindano madogo madogo ambayo tumekuwa tukiyafanya katika mikoa kama nilivyosema kupitia Vijana Platform, sasa tutakuwa na shindano kubwa la kitaifa ambao litakuwa na zawadi nono kwa vijana ambao watashiriki katika kutoa mawazo bunifu yenye lengo ya kutoa suluhisho ya mambo yanayokabili jamii yetu. Shindano hili tumelipa jina la Vijana Uchumi Challenge, likiwa na kauli mbiu inayosema wana wanafikiri, taifa linasonga. Shindano hili litatoa jukwaa la kitaifa kwa vijana wa Kitanzania kutoka pande zote za nchi kutoa mawazo ya bunifu yanayotekelezeka, lakini pia yanayoakisi dira ya maendeleo ya taifa mwaka 2050 na kuleta mawazo endelevu katika kulinda na kukuza uchumi wa taifa letu dhidi ya athari ya misukosuko ya kidunia ambayo inaendelea. Swali muhimu katika shindano hili ni lifuatalo: inapotokea tishio la uchumi wa dunia kushuka kutokana na misukosuko ya kimataifa ikiwemo vita, ushindani wa kiuchumi na teknolojia, ni changamoto zipi zinazoweza kuikumba Tanzania na nini kifanyike ili uchumi wa Tanzania uendelee kuimarika? Kwa kutambua umuhimu wa shindano hili, wizara imetenga shilingi takriban milioni 50 zitakazotolewa kwa washindi wa shindano hili, na ili kuhakikisha kuwa shindano hili linakuwa la vijana wenyewe, kwa mamlaka nilionayo kwa mujibu wa kisheria, nimeona niunde kamati ya kitaifa ya vijana itakayoanza kazi mara moja ya kusimamia, kuratibu shindano hili na kuanza hatua ya mwanzo mpaka mwisho. Pamoja na mambo mengine, kamati itajihusisha na mambo matano yafuatayo. Jambo la kwanza, kamati itaweka utaratibu wa namna ya kushiriki shindano kwa mujibu wa mwongozo ambao wizara itawakabidhi hapa leo. Lakini jambo la pili ni kuratibu mchakato mzima wa upokeaji wa mawazo ya vijana kutoka kila pande ya nchi yetu. Jambo la tatu, kamati itaongoza hamasa na kutoa elimu kwa vijana namna ya kushiriki shindano hili. Jambo la nne, kamati hii ndio itachagua timu ya majaji wabobevu watakaoamua washindi ambao watatangazwa kwa taratibu ambao utatolewa. Na jambo la tano na la mwisho, kamati hii itaratibu maandalizi yote ya shughuli za awali pamoja na shughuli za kilele cha shindano ili kutoa nafasi kwa umma kuweza kushuhudia waziwazi mawazo bunifu ya vijana wetu. Ni matumaini yangu kwamba vijana ambao wameteuliwa katika kamati hii watahakikisha shindano hili kwanza linakuwa wazi, linakuwa jumuishi na halina upendeleo wowote, ili tupate mawazo ya kukuza uchumi, hasa katika kipindi hiki ambacho taifa letu na mataifa mengine yanapitia nyakati na changamoto ambazo haziwezi kutabirika. Moja ya wito mkubwa sana wa vijana katika programu zetu tumezifanya na shughuli zetu tumezifanya imekuwa ni usawa na uwazi katika mambo ambayo tunayafanya. Naomba nitoe wito kwa mara nyingine, jambo hili tumelikabidhi kwa kamati, vijana wenyewe. Dhamira yetu kama wizara, mimi kama waziri, ni kuona yule anayestahili ndiye ambaye anapata ushindi katika shughuli hii. Kwa hiyo tumeweka vigezo na utaratibu utakaohakikisha hakuna upendeleo wa aina yoyote, lakini pia hakuna mchakato utakaotoa nafasi zaidi ya mtu mmoja kuliko mtu mwingine, ili kuhakikisha kila kijana basi anafaidika kulingana na uwezo alionao. Kipekee kwa niaba ya wenzangu wana kamati wa kamati hii ya Vijana Uchumi Challenge, tunachukua fursa hii kuweza kumshukuru Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Maendeleo ya Vijana, kwa kuwa na utayari wa kufanya kazi na vijana kwa kushirikiana nao na kutupa sisi jukumu hili kubwa na la heshima sana kwetu kusimamia shindano la Vijana Uchumi Challenge kwa mwaka 2026. Tumelipokea kwa heshima kubwa na tuwahakikishie tu kwamba vijana kwamba watarajie mambo mazuri. Tutafanya nao kazi kwa karibu, lakini zaidi sana kwa uwazi na mara kwa mara kuwapa taarifa kuhusiana na mchakato unavyoenda, ili mwisho wa siku pasiwe na yule ambaye anaachwa nyuma. Lakini zaidi sana, kwa kuwa nchi yetu ni kubwa, tutafanya kila tunachoweza kuhakikisha kwamba hata wale vijana walioko maeneo ya pembezoni tunaweza kuwafikishia taarifa. Nipende kutoa shukrani za dhati kabisa kwa wizara kwa kutuamini na kututeua kwa kamati. Tunashukuru na pia nawahakikishia kwamba tutafanya kwa kuhakikisha usawa, haki
itatekelezeka.